Bwana, kwa taarifa ambazo niko nazo ni kwamba TFF imeshtakiwa mahakamani na mdau mmoja wa michezo ambaye anafahamika kwa jina la Marwa. Na huyu ni mdau tu wa michezo ambaye ameamua kwenda kuishtaki TFF kama sehemu ya kuboresha mpira wetu, kwa sababu anaamini kwamba TFF wanakosea zaidi. Marwa ni miongoni mwa washabiki ama wadau wakubwa wa mpira wa Tanzania, na yeye ameamua kwenda kuwashtaki TFF kwa taarifa ambazo niko nazo kwa sababu kuu tatu. Na sababu ya kwanza ni kwamba TFF hawaheshimu mawazo ya watu, lakini issue ya pili ni kwamba TFF hawafati kanuni na mpira wa miguu, lakini pia kingine ni kwamba TFF wanapendelea upande mwingine. Kwa taarifa ambazo niko nazo ni kwamba Bwana Maro ameamua kufanya hivyo ili kuhakikisha kwamba mpira haki inafuatwa kwenye mpira wa miguu, na amezuia pia mchezo wa dabi usije ukachezwa mpaka pale ambapo kesi itaisha mahakamani. Na kwa sasa hivi TFF wameshtakiwa mahakamani, na ambacho kinatakiwa sasa hivi ni TFF kuwasilisha nao hoja zao, na kesi itaanza kusikilizwa hivi karibuni. Na kwa sababu kwenye taratibu za kinchi ni kwamba ukishashtakiwa maana yake kinachofuata ni kesi kusikilizwa, na tayari baada ya TFF kushtakiwa maana yake kinachokuja kufuata ni kwamba TFF sasa kesi inatakiwa kuanza na TFF kwenda kusikiliza malalamiko ama shutuma ambazo of course not a shutuma, yani wanaenda kusikiliza sasa malalamiko ambayo mdau ameyatoa, kwa sababu yeye amelalamika kuhusiana na utendaji wa TFF kwamba kuna mambo mengi ambayo TFF hawayatendei haki. Kwa hiyo Bwana Marwa yeye ameamua kwenda pale kwenda kuwashtaki, na kesi itaanza kusikilizwa siku za hivi karibuni. Na kama itabainika kama Marwa atashinda, manake viongozi wa TFF watakuwa kizuizini, kwa sababu kutakuwa kuna masuala ambayo ni ya ubaya, kuna masuala ambayo watakuwa wameyakiuka. Kama unakumbuka hata Jamal Malinzi aliwahi kushtakiwa na baada ya kushtakiwa alikuja baadaye akafungwa. Of course mnakumbuka kabisa, na Jamal Malinzi alikuwa ni rais wa TFF pia kwa kipindi kile kama mnakumbuka. Na wakati ule makamu wa rais, kama kumbukumbu zangu ziko sawa, kwa maana ya makamu wa rais wa TFF alikuwa ni Wallace Karia huyu wa sasa ambaye ni rais wa TFF. Kwa hiyo hivi vitu vinaenda mbele vinarudi nyuma. Kwa hiyo issue ya dabi bado inaonekana ni ngumu, lakini tayari kuna wadau wakubwa ambao wameanza kutengeneza sintofahamu na wameenda kuishtaki TFF. Na maana yake ni kwamba kama TFF itakutwa na hatia, maana yake kuna uwezekano mkubwa viongozi wa TFF wakaingizwa wakatiwa nguvuni, na mwisho wa siku pengine tukaenda kushuhudia mabadiliko makubwa sana. Na kwa taarifa ambayo ninayo ni kwamba kesi hiyo itaanza kusikilizwa hivi karibuni, lakini mpaka sasa hayo ni moja ya malalamiko ambayo ameyapeleka, ni pamoja na hayo ambayo nimekuambia. Lakini pia issue kubwa ni kwamba hataki mchezo wa dabi uchezwe mpaka kesi hiyo itakaposikilizwa.